ya nguvu. Haleluya. Kanisa, haleluya. Ukiume simama, hebu jitikize pia. Punga mkono, punga mkono, punga mkono. Mwana-kondoo ameshinda. Habari, mwana-kondoo ameshinda. Mambo matatu tutayachukua kwa pamoja, kifupi. Tukae. Siku ya leo ambayo ni siku moja ya ajabu katika ushirika wetu wa Kigamboni, eneo hili la Maweni. Ni tendo la ajabu ambalo ninyi mmejaliwa kulifanya, kusimamisha hilo jengo. Kwa mjibu wa maandiko, nyinyi mmeweka jawabu ambalo leo tunalisoma sehemu kwanza, Wakorintho wa pili 9:15. Ana maneno tayo, Wakorintho wa pili 9:15, anasema Mungu ashukuriwe kwa kipawa chake tusichoweza kukisifu ipasavyo. Tunachoweza kufanya ni kumshukuru Mungu, ni kumuhimidi, ni kumsifu, ni kumwabudu kwa matendo makuu ya ajabu juu ya kipawa chake. Kipawa ni nini? Kipawa ni nani? Kwa mjibu wa maandiko, kipawa ni wewe na mimi. Kipawa. Na ndio maana nasema huna lugha itakayotosheleza kumshukuru. Kwa nini? Nguvu, uwezo, zaidi ya vyote alikupa yeye. Afya alikupa yeye. Lipi ambalo unaweza ukalisema likawa hakika ya amini kwamba umemtukuza? Ndio maana Ayubu anasema hivi, mimi Mungu nakuuliza, kitu gani ambacho ninyi mtatoa kunipa mimi, kwamba mtanilipa? Maana vyote mlivyo navyo vya kwangu. Ninyi ni kipawa, na Biblia inasema kipawa ni kito cha thamani ndani ya mtu yule aliye nacho yeye mwenyewe. Misali mlango wa 17 mstari wa 8. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho. Unaona muujiza huu? Na anasema kila kigeukapo huleta majibu, hufanikiwa, hustawisha. Nimesikia kwenye matangazo yenu mpaka mmekuwa wa kwanza katika shirika zetu. Hebu inua mkono tumpongeze Bwana kwamba tumekuwa wa kwanza. Na wale ambao walikuwa mnakuwa wa kwanza wamekuwa wa pili. Lakini nini kilichowafikisha hapo? Ni kipawa kinachoitwa mchungaji kabidhi. Ni kipawa. Na ukarimu wa mchungaji huyu, hata kama wewe huwezi kuusema, umeinua ushirika. Kiu ya mchungaji huyu na ushahidi hapo. Unaona mchungaji umetoka Mbeya huko, na kwa mpangilio wake iko afikie wapi, lakini
malaika huu umempokea. Na unapopokea kipawa, maana yake unakaribisha malaika bila kufanyaje? Kujua. Mmoja hapo akina Kayuni, kama singefungua milango mchungaji wenu, singekuja. Kipawa, tunu iliyofichwa, maana yake ndani yako kumefichwa dhahabu, tananite, madini gani ya semeni yako ndani mwako. Amen. Kanisa, amen. Mmeona huyu mtu aliyekuwa anatoa hapa mpango kazi ni kipawa. Mimi nakwambia mchungaji, singemteua, ningependekeza. Sababu mara ya pili mimi namuona hapa, niliwahi kuja hapa, alielezea vitu mpaka nikakuuliza, huyu anafundisha chuo kikuu? Na leo kwa niaba ya kamati na vipawa vilivyo, ameainisha step by step. Kipawa wakupe wewe, ainisha hayo. Somoto. Jengo hili Mungu akitazama ana majibu yafuatayo. Kitabu cha Zaburi 124. Si jambo rahisi mliolifanya. Mstari wa kwanza na watatu anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi na Israeli, na aseme sasa. Ni Mungu tu akatumia kipawa chako, akatumia nguvu zako, akatumia uwezo wako, akatumia kujitoa kwako, akatumia mshikamano wenu, jengo limesimama. Lakini kuna mashambulizi ulipita ndani ya changamoto za magonjwa, changamoto za wapinzani, changamoto ambao hawakutaka jengo hili lisimame. Lakini maandiko yanasema haizee, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Lakini Mungu alilinda kipawa. Amen. Kabisa, amen. Ebu asubuhi na mchana huu usikie faraja, usikie nguvu mpya. Nikampenda sana mchungaji huyu na kamati yenu na ninyi wote, kwamba mnaenda na mpango wa Biblia. Leo unapomshukuru Mungu, unaanza new season, unaanza upya. Amen. Nyinyi mmefanya kibiblia. Na jambo la tatu, ana maneno anasema Hagai mlango wa 2 mstari wa 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Ana maana gani? Ana maana kipawa hiki ambacho ndani mwake mna vitu vinaitwa sadaka ya ujenzi, sadaka ya shukrani, sadaka ya kukirimu. Ningelisema sadaka ziko zaidi ya 7. Sadaka ya unga, mchungaji wetu alikuja na unga hapa. Anasema Mungu anapokiangalia kipawa, kwanza naona sadaka. Hivi mnalipata jiwa teuli? Mkono mtupu amzenge, kono tupu alilambwi. Mungu anapoangalia kipawa chake, anaangalia utoaji wako. Kwa hiyo lazima kulinda. Nini kinakulinda? Utukufu na kufunika. Oh, haleluya! Oh, haleluya! Nilipojaliwa mwaka fulani
Kanaani kuwa mahali ambapo utukufu wa wale wa Israeli uliofunika pale Israeli. Ukitoka Yerusalemu unakuwa kama unaenda Mashariki,